Na tukigeukia masuala ya usalama wa kitaifa ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema kuwa watakabiliana vilivyo na wahalifu wanaotumia bunduki kuhangaisha wananchi kaunti ya Samburu. Murkomen amesisitiza kuwa watapambana na majangili hao vilivyo na hatimaye kuwaendea wanaofadhili bila kusaza yeyote yule. Aidha, amehakiki juhudi za serikali kuimarisha usalama wa maeneo yaliyo na utovu wa usalama nchini. Tulikuwa tumepiga hatua kwa wale special security group walikuwa hapa, lakini inaonekana kwamba kuna majangili, tukitoa bunduki wanakimbia soko ya bunduki kwa nchi jirani, wanapitishia kule Marsabit, Turkana, Wajir, wanaleta bunduki huku na risasi, na unaona baada ya masiku chache tunapata shida inatokea kama vile umeona kwamba kwa wiki 2-3 iliyopita tumesumbuka hapa kwa hii border yenu na West Pokot, Tiaty constituency, na imeleta shida kidogo ya kuumiza wananchi. Tunasema pole kwa wale walipoteza maisha na wale pia walipoteza mifugo. Lakini mimi pia nataka niwahakikishie, kuna wale bunduki haikuji tu ikitembea. Kuna watu, wanabiashara, wanasiasa, wale wanaharakati wa activist wenye yani wanajifanya ni activist, lakini nia yao ni kununua bunduki, kupatia vijana wadogo. Wao wanakaa kwa town, watoto yao wanasoma kwa Nairobi na ng'ambo, na watoto ya watu wananunuliwa bunduki na risasi wapikane katika hii valley. Mimi I have said, as we punish the bandits themselves, we will also punish their sponsors and the buyers of guns and the buyers of ammunitions. Na mimi nataka niwaambie, kuna wengine wakishikwa wanasema nilitumwa na mwanasiasa fulani. Mimi nilitumwa na so and so, haikuwa mimi mfanyakazi kwa ofisi ya so and so. I want to warn them beforehand. Msianze tena kusema kwamba unalia. Nataka niwaambie, tutakukujia wewe peke yako. Kila mtu atabeba mzigo yake wewe mwenyewe. Na lazima tukishakukujia, ukienda kusema mdosi yako ilikuwa ni nani, tutakujia mdosi yako baadaye. Lakini kama wewe ndio evidence inaonyesha ndio huyu mwenye ananunua bunduki, mwenye anatembea na risasi, we will come for you. Because we have to clean this Kerio Valley if we are going. Now we aren't going to have a civilized conversation with criminals. We will only have civilized conversation with civilians. And I want to say that clearly now to all my colleagues, my friends in leadership, let us abide by the law, tusaidie viongozi waweze wakasonga mbele pamoja.